Bwana asifiwe. Praise the Lord. Pengine hujawahi kushiriki katika meza kama hayo. Niliona ni vizuri tujifunze, tujikumbushe kwa nini tunapokula meza la Bwana, tunapopokea meza la Bwana. Siku ya leo nafikiri sitahubiri, nita set the goal kwa sababu ya siku ya Jumapili. Tumetangaziwa kwamba siku ya Jumapili ni siku ya gani? Thanksgiving. Sincerely, tuna jambo la kushukuru Bwana kwa sababu. Amen. Kama jana tulienda Nairobi, tukatoka almost 6:30 in the morning. By saa 5:30 tulikuwa hapa Kikopey. Amen. Tulikuwa tunaenda harusi. But because we are determined, tulifika na tukakuta harusi inaendelea. Lakini yale tulipitia ni mambo magumu sana. So we have something to thank God for sababu tulifika. Na baada ya kurudi na kwenda na kurudi, nikasoma katika news, nikaona ya kwamba bahari tumepita palikuwa na ajali, watu kadhaa wamekufa. Bahari tumepita kulikuwa na ajali, watu wameumia. So we have something to thank God for. Amen. Nitaongea jinsi ya mambo machache kwa nini tunashukuru Mungu, kwa nini tushukuru Mungu. We thank God due to what? Then come next Sunday tuna mgeni ambaye ni mmoja wetu, Apostle John Dong atakuwa hapa, atatumalizia. Amen. Tunapokuja kushukuru Bwana kwa sababu ya yale ametutendea. Amen. Kwa sababu Mungu amekutendea hata kulala na kuamka. Si hiyo ni miujiza? Kulala ukiwa mzima, unaamka ukiwa mzima. Ni jambo la kushukuru Bwana. I think in this church yale ambayo tunatakiwa kuangalia sana, na ndipo unaona tunakuwa na shukrani mingi kila wakati, Bishop. We always thank God most of the time kwa sababu mambo mengi ametutendea na amekuwa nasi, ameonekana. Amen. Kama juzi, those who are the leaders ambao tuko na wao, niliwaambia kwamba tunahitajika kitu 90,000 wiki jana, na hatujui zitatoka wapi. Lakini nikamwambia but I know Mungu huyu ambaye ametuweka hata provide tu. Lakini hata deep in my heart nauliza God, utapitia njia gani? Amen. Come on, when? Is it on Tuesday, Mama? Come on Tuesday. Mtu fulani akatuwekea 1,100 kwa ati anashukuru Mungu. Amen. So ni vizuri kushukuru Bwana. And when you thank God because of something, anakufanyia jambo lingine ili umshukuru zaidi. Amen. Praise the name of the Lord. Nitaongea mambo machache why should we thank God? Number one, because of his love. Upendo wake. Kwa sababu ya upendo ambaye ako naye juu yetu. Katika 1 John chapter 4 verses 8. Kama utakuwa na kalamu taandika kwa sababu nitakimbia. I want to use the next 20 minutes kumalize because we are late. His love. 1 John chapter 4 verses 8. He who does not love doesn't know God, for God is love. Amen. Kwa sababu Mungu ni upendo. Yule ambaye hapendi hajui Mungu. Kwa hivyo jina ya Mungu ni upendo. Amen. Hata andika Zaburi 106 mstari wa kwanza. Zaburi 106 mstari wa kwanza. Nasema kwamba praise God, give thanks to God, for he is good, for his love and kindness endures forever.
Amen. For he is good, his love endures forever. Hiyo ni namba moja. Kwa nini tushukuru Bwana? Kwa sababu Mungu ni nani? Hata tukimalizia hapo, tunajua kwa nini tunashukuru Mungu. Because God is Mungu ni nini? Number 2, his provision. His provision. Andika Daniel chapter 2 verses 23. Wakati nitakuwa na wakati, sababu tutakuwa tunashukuru Mungu mara mingi, I'll be able to explain. Daniel chapter number 2 verses 23. By praise you, you God of my Father, who have given me wisdom and might, and have now made known to me what we desired of you. For we have made known to us the king's matter. Kumbuka ni wakati Danieli alipoambiwa asimulie ama atafsiri ndoto, ambaye unaambia kwamba nataka uniambie niliota namna gani na translation ya hiyo ndoto ni nini. Amen. But God gave him the provision. Also write Psalms 28 verses 7. Psalms 28 verses 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. Amen. So nimesema number 2, for his what? Provision. Yani yale ambayo anatupeaga. Number 3. His forgiveness. Kwa nini tushukuru Mungu? Ni kwa sababu ya msamaha ambaye ametusamehe naye. His forgiveness. His what? His forgiveness. Katika Zaburi 103 mstari wa 2 na wa 3 inasema hivi: Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thy iniquities, and who healeth all our diseases, who forgives all our sins, and he heals all our diseases. Hata naweza ongeza ingine ya kwamba tunampenda Mungu kwa sababu ni mponyaji. He heals. Amen. Bwana asifiwe. Na waandike Isaiah chapter 12 verses 1. Mnaelewa sasa? Ya kwanza tulisema kwa nini tushukuru Mungu? Kwa sababu ya nini? Ya upendo. Ya pili kwa sababu ya nini? Provision. Na ya tatu sasa tumeona ni nini? Forgiveness. Umeandika Isaya 12 mstari wa kwanza. Haya. Na ya nne, because of his word. Neno lake. His word. Psalms 119 and verses number 62. Bring it on the screen. Psalms 119 verses 62. At midnight I will rise to give thanks unto you because of thy righteousness, of thy righteous judgment. Hebu niletee Psalms 119 verses 62. Umeandika hiyo? Psalms 119 119 mstari wa 62. Hallelujah. Number 1 tumesema ni kwa nini tushukuru Bwana? Kwa sababu ya nini? Ya upendo wake. Yeye ni upendo.
Number 2 tumesema ni nini? For his provision. Number 3, his forgiveness, msamaha ambaye ametusamehe naye. Na kati ya provision, msamaha alifanya nini? Alituponya, anatuponya. Amen. Psalms 119 verse 62. Amen. Psalms 119 verse 62 inasema at midnight. Midnight ni saa ngapi? Ni saa 6 ya usiku. Asubuhi, si ndio? At midnight I rise to give you thanks for your righteousness. Yaani masaa ya saa 6 asubuhi ama ndio tunasema usiku, ninaamuka kukushukuru kwa sababu ya nini? I want to read verse 62. Kwa sababu ya sheria zako takatifu. Sheria ni neno lake, si ni kweli? Number 5 or number 6, his plans for us. Mipango yake juu ya maisha yetu. Mipango yake, tunapenda Mungu. Kwa nini tushukuru Bwana? Kwa sababu ya mipango yetu, mipango yake juu ya nini? His plans for us. 2 Corinthians chapter 2 verses 14 inasema hivi: Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and reveals through us the sweet aroma of his knowledge in every place. Inasema 2 Corinthians chapter 2 verses 14. Did you write that one? Amen. Kwa sababu ya mipango zake juu ya nini? Ya maisha yetu. Si hata unajua Jeremiah, ile tunajua sana. 29 verses 11. Inasema namna gani? Hata hiyo hamjui. He has what? Plans of giving us what? Hope and future. Amen. So nipoza tunamshukuru Bwana. Na another one is 1 Corinthians 15 verses 57. 1 Corinthians 15 verses 57. Biblia inasema, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tushukuru Mungu ambaye anatupa ushindi kupitia Kristo Yesu. Alafu mstari wa 58 basi light today, mstari wa 58. Hebu tuanzishe mstari wa 57 tena. Inasema hivi, because the last one. But thanks be to God. He gives us the victory. Mungu anatupa nini? Ushindi. Through what? Then verses 58. Verses 58. But I'll therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Unaona ya kwamba kwa sababu ya ile mpango na ushindi ametupea. Sasa tunaambiwa, my dear brothers and sisters. Amen. Stand firm. Simama nini? Imara. Let nothing move you. Yaani usitingizike katika kushukuru Bwana. Kuwa mtu wa kushukuru Mungu kila siku. Every time you pray, anza na shukrani kwa Mungu. Every time you walk, amen, kuwa mtu wa kushukuru Bwana. Hata wakati ambapo mambo yamekuwa magumu, kuwa mtu wa kushukuru Bwana. I always tell you, sijui hapa niwaambia siku moja, kuna siku hii jia Nairobi imekuwa jia mzuri sana kwangu kwa sababu nimeona Mungu. Amen. There was a time some many years ago, nilikuwa na gari
a new vehicle. Those years gari ilikuwa inatoka kabla number plate inakaa kama wiki kadhaa ama mwezi moja kabla haijatoka. And I decided to go to Nairobi kwenda kununua vitu za kuja kuuza dukani. Na nilipokuwa ninarudi nakuja pande hii, nilikuja nikishukuru Bwana. Do you remember those days? Barabara ya Nairobi Nakuru ilikuwa pit holes, hata sio potholes. Amen. And as I was coming para Kenongi, ilikuwa saa 2 saa 3 ya usiku. Nikaingia katika shimo moja, gari kabasi mguu. Nyuma yangu natazama na naona vijana wamekimbia, but I was just thanking God. Nilikuwa nikishukuru Bwana. Amen. Na singetaka kutingizishwa na hawa vijana wanakimbia. Mimi niliamini hawa vijana wanakimbia kunikuta, wanakuja kunisaidia. Although in quote, they were coming to damage me. Amen. Bwana asifiwe. Verses 58 nasema usiwe movable, usitingizishwe. And when these boys came, walikuwa kama watu vijana 20. Walikuwa na vuta bangi, walikuwa na marungu na mapanga. Lakini kabla wafike, nikasimamisha gari ya kwanza, basi ikanipita. Nikasimamisha ya pili, ikasimama kama 100 feet, 100 meters kutoka pahali nilikuwa. Na kwa sababu nimesimama mbele, so mbele ni giza, pande ya mbele ni giza na kuna vijana wanakuja pale. Amen. Nikakimbia. Kabla nifike kwa hao, nikaingia kwa shimo ingine. Mguu ikadislocate. But I was not movable. Singewaachilia kushukuru Bwana. I still continue kusambia Bwana na kushukuru kwa sababu ya kila jambo. Najua niko mikononi mwako. Hebu weka verses 58 up. Praise the name of the Lord. Do not be what? Movable. Usitingizishwe na jangwa lolote kushukuru Bwana. Iwe ni magonjwa, iwe ni kuinukiwa, iwe ni kila nini, usitingizishwe na nini? Na kushukuru Bwana. When I went, wakati nilipokuwa nakaribia wale watu, mguu ilikuwa imekataka kukanyaga chini kwa sababu ili dislocate. My specs ilivunjika. So giza ambaye nilikuwa naona, niliona giza mara 2. Nasema nirudishie 1 Corinthians 15:58. Bwana asifiwe sana. Are you bored? Masaa imeisha. Bwana asifiwe sana. So wale ile gari ya pili, so nikaamuka, nikaanza kurim. Lakini kabla nitoke kwa shimo, nikaona gari nyingine imekuja kutoka juu. Na wale wamesimama, wamekuja wanaume 5. Na kati hawa ni wanaume 5, kila mmoja amebeba kirungu na panga. Bwana asifiwe sana. Sasa nilikuwa niulize, nitakufa ya wale ama ya hawa? But the Bible says, let nothing move you. Always give yourself fully to the works of and to thank God. Bwana asifiwe sana. Walipokaribia nikaambia kwamba juu hawa walikuwa mliko na gari. Nikaambia kwamba tafadhali saidia mtumishi wa Mungu. Amen. Vijana bado wanakuja pande ile na wameanza kujipanga. Amen. Mzee mmoja alikuwa elder akaniambia, Pastor, tumekuja kukusaidia. Sisi sio wakora, lakini wale wako nyuma yako ndio wakora. Amen. And they helped me. Kwa sababu ulimi yangu ikukosa kushukuru Bwana. Si hata tukifika hapo mtajua vile tutaendelea next Sunday. Amen. Can I tell you 4 things what will happen ukishukuru Mungu? Bwana asifiwe. Wagapi watasema watakuja kanisa tumekaa sana leo? Nimalize hiyo 4 things what vile itatendeka. Amen. For gratitude. Always have an attitude for. Amen.
ile ambayo inakuwa katika 1 Thessalonians 5:18, nasema give thanks in all circumstances, in all situations. Shukuru Bwana. Amen. Let me tell you just few things what follows after Thanksgiving. Ni nini itakayofuata baada ya kushukuru Bwana? Mimi am an example ya kushukuru Mungu na yale ambayo nimeona Mungu akinitendea. Amen. Ni mengi, nimewaambia moja. Those guys saved me kutoka kwa wale vijana. Amen. Number 1, what follows after thanking God? Baada ya Thanksgiving, Thanksgiving causes God to deliver you in times of trouble. Thanksgiving causes God. Hebu sikia hii. Kushukuru kunamlazimisha Mungu. It causes God to deliver you in times of trouble. Inalazimisha Mungu akukomboe wakati wako wa nini? Si hata andike Zaburi 50:14 ambayo inasema ya kwamba offer unto God thanksgiving and pay your vows. Yaani upe Mungu shukurani na ulipe nadhiri zako kwa Mungu. And call upon me in the day of trouble and I'll deliver you and you shall glorify me. Bwana asifiwe sana. So, Thanksgiving number 1, baada ya kushukuru Mungu. Na hii ni neno la Bwana katika Zaburi 50:14 ya kwamba nishukuru na ulipe nadhiri zako. Amen. Na wakati wako wa shida nitakuondolea shida. So it causes God to save you or to deliver you in times of trouble. That's number 1. And number 2, break curses of poverty. Na kila mmoja anahitaji kuvunjio. Breaking curses of poverty. Kiswahili mzuri. Inavunja laana za ufukara. Hapana, ni ufukara. Poverty. It breaks curses of poverty. May I prophesy to you today, after Thanksgiving on this Sunday coming, God shall break every curse of poverty in your life, family life. Ni nini ingine tunayohitaji? Tunahitaji utajiri wa hapa duniani, amen, na utajiri wa mbinguni. Sisi tuliacha kuiba ile wimbo tuliibaga zamani, ile ya tene. Tulina ng'ombe na ke. Itire na ke. Tuliacha kuimba hiyo, tulierefuka. Si ni kweli pastor? Kwa hivyo unapo shukuru Bwana, atavunja laana ya nini? Ya umaskini. Kwa sababu hata Yesu hakuwa maskini. And remember, alisema siku moja walipomwagiliwa mafuta ya dhamana, akasema hii mafuta ingeuzwa ipewe maskini. Akasema maskini mtaishi na wao, lakini mimi Yesu sio maskini. Kwa hivyo tunajishikamanisha na Yesu ambaye sio maskini. Hallelujah. Wewe ni tajiri wa Yesu. Praise the name of the Lord. Lakini kuna nini? Sijui kwa Kiswahili inaitwa nini. There is a condition. Lazima ushukuru Mungu ili akufanya nini? Avunje hiyo laana. Ebu you can write in the 2 Corinthians chapter 8:2. Baina sema, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sini wa Korintho walifanya hivyo. Walipeana kwa umaskini wao mwingi, walijitolea. Na walipopeana
walipeana zote ambayo hata zile hawakuwa nazo, ni zile Mungu aliwapea. Si Mungu alivunja hiyo laana? Hallelujah. Number 3, kwa nini itakayofanyika baada ya kushukuru Bwana? It shall open, thanksgiving shall open an open heaven. Itafungua milango ya mbingu. Abundant blessings. Itafungua milango ya nini? Ya mbinguni. Maraka 3 inatuambia hivyo. Na abundant blessing, protection from famine. Ujue ya kwamba tulisomewa leo. Hapana, hakusoma report. I think it was 1 Samuel, was it 2 Samuel chapter 21? Kiongozi alitusomea pahali. Alitukotia lakini hakusomea pahali ambapo Daudi, was it 2 Samuel 21? Okay. Praise the name of the Lord. Pahali ambapo kulikuwa na njaa, ukame miaka 3. You can imagine, mwaka wa kwanza ni njaa, mwaka wa pili ni njaa, mwaka wa 3 for 3 consecutive years zilikuwa ni njaa. Lakini amen, Daudi akafikiria aende aulize Mungu, hii njaa inatoka wapi? Amen. Mungu akamwambia ni kwa sababu kuna damu ilimwagika ambayo kulikuwa na nadhiri ilikuwa imefanywa na Joshua. Amen. So baada ya hivi vile alivyofanya, Mungu akafungua milango, open heaven, abundant blessing, protection from famine. Amen. Na ya mwisho ni gani? Dead things shall come to life. Vitu ambaye zimekufa zitafufuka tena. You may ask, zitafufuka namna gani? Unaposhukuru Bwana, Yesu alitufunza. Remember in John chapter number 11 and verses number 41. John chapter 11 and verses number 41. Inasema hivi. So they took away the stone from the place where the dead man was lying. Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you listened to me. Alisema namna gani? Aliinua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa sababu ya nini? Unanisikiaga. Na hapo chini anasema anashukuru haya sio kwa sababu hajui ya kwamba amsikii, lakini ili wale walioko hapa. Hebu enda 42. I knew that you always hear me. Kwa hivyo hakushukuru kwa sababu ati Mungu amsikiagi. Anasema nalijua unanisikiaga. But I say this for the benefit of these people. The benefit of you. Yani wewe ufaidike. But those people studying here, that they may also believe that you sent me. Hii ni kumaanisha alishukuru Mungu for the benefit of us. Tuwe tunashukuru kama tunahitaji vitu zifufuke. Amen. Ni nini ambayo iliibiwa na ikakaa kama imekufa? Ndoto yako, your star, your vision iliibiwa na ikakaa kama imekufa. Jaribu Mungu na kushukuru Bwana. Just try the Lord by thanking him, na utaona ikifufuka. Amen. And let me say the last word. Your enemies shall turn to each other. Maadui zako watageukana. Amen. Maadui zako watafanya nini? Watainukania. Nimaukanirira. You can imagine, unaposhukuru Mungu, adui yako waanze kuinukania na adui yule mwingine, wakisemaga hata heri yule. Amen. Walifanya hivyo wakati wa Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 20 verses 22 and 23. Amen. 2 Chronicles chapter 20 verses 22 and 23. Inasema hivi. Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord
and to praise him for the splendor of his holiness, as they went out at the hand of the army, saying, give thanks to the Lord, for his love endures forever. Sasa walipo imagine anaenda kupigana vita na adui wake, na badala ya kwenda na mishale na mikuki na mafarasi, waliweka praise and worship mbele. Amen. I thank God we have known the secret. That's why praise and worship we value. I wish they were there to say amen. Kwa sababu wanapo praise, maadui wanainukiana. Yaani mapepo ya magonjwa na madharau, yale ambayo inakuandama inaanza kuinukania hapa. Hallelujah. Josephat aliweka praise and worship mbele. Wakaenda akimsifu Bwana, kisema ya kwamba unastahili Bwana, wastahili kuinuliwa, wastahili Jehova. Naye maadui wakaanza kugeukana, wakaanza kupigana mishale, wakamalizana. Yale timu ilikuwa hodari, ilipobakia wenyewe wakageukana. If you thank God on Thursday coming Sunday, let your enemies turn to each other. Unajua hata adui inaweza kuwa mwili wako. Pengine magonjwa ya mgongo na tumbo. Unajua ni magonjwa mawili. Na ni adui wako wawili. Sitaanza kugeukana. Sianze kugeukana sasa. Katika jina la Yesu. Kwa nini usisimame sasa hata tumalize na hiyo neno? Maadui waanze kugeukana. Maadui wetu, maadui ambao wanakuinukia, maadui ya magonjwa, mara ni arthritis, mara ni tumbo, mara ni kichwa, mara sijui ni gani, zinukanie katika jina la Yesu. Simama na hiyo neno. Ambia Bwana ya kwamba kwa sababu umeanza siku ya leo, nia yako ni kushukuru Bwana. Na Mungu utazama. God searches the heart and the mind to reward the thoughts, kama vile ambayo unaotumainia. Mawazo yako, roho yako imeamini kushukuru Bwana, maadui watainukania. Na sasa maadui yako walie katika manyumbani, maadui yako walie katika kila pahali. Wale ambao walikuinukia, wengine walikuendea kwa waganga, wengine walikuinukia wakaenda kwa madivina, sasa wainukanie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu waanze sasa kupigana, wapigana mishale, wauane in the name of Jesus. That is the word of God and it is our word today, ya kwamba kila adui ambaye ni adui yangu ainukie mwingine katika jina la Yesu. Ambao ananikataza kwenda mbele kwa sababu ya kuniendea kwa waganga na wachawi, hao wachawi wainukanie, wainukanie, wainukanie katika jina la Yesu. Tumejua siri, siri ni hii, siri ni hii. Tunaposhukuru Bwana, kuna maadui watainukiana na watamalizana, wamalizane. It is your word. The Bible says you respect your word as you respect your names. Oh Lord, respect that word. Ya kwamba maadui zetu, maadui za kanisa hili, maadui za watu hawa, maadui wanaotutazama, maadui ambao ni maadui zao, kuwa maadui zao, wainukiane, wainukiane, wapigane, wauane. Hii ni neno lako. Twasimama na neno hili, twasimama na neno hili ya kwamba you shall be an enemy to our enemy in the name of the Lord, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu. Oh God, Father, we are making today thanksgiving to be for us, we shall have an attitude for gratitude in the name of the Lord, katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Oh, ribase kantaya makarabo. Jesus, we worship you. We give you praise. We give you honor. All the adoration. You deserve them, oh God. Baba wa rehema, I've given up your word.
in simplicity. Dear Lord of mercy, let it stick in our heart. Let us memorize it. Let us be doers of your word. Katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo, watu wa kushukuru Bwana. Kwa sababu chochote tulio naye, hakuna chochote ambaye tulikuja naye. Zote umetupea. Bwana wa rehema, ili kugharimu kifo cha mwanao kipekee Yesu Kristo anifie msalabani, ili Bwana wa rehema nipate uisho tena, nipate ukamili tena, nipate upendo tena, upendo ambaye ilikuwa ya kwanza ikarejeshwa na mwana Yesu Kristo pale msalabani. Akasimama akasema, kila mashtaka ambaye nilistakiwa naye yote alikondanishwa msalabani, na yote iliisha, hata ikavutiliwa mbali, na kila kipengele cha mashtaka hayo ikakundiliwa msalabani. Sasa katika jina la Yesu twakushukuru Bwana. Father, we pray for the day of Sunday fall, whereby we shall be having a thanksgiving to thank you for the way that you have done to us, O God. Tumeenda mwaka nusu, miezi 6, mfano wa ajabu. Bwana wa rehema, wengine tujagonjeka, wengine tuko uhai, bado tuna uzima, tuna tarajio. Kukaa na first COVID wave, kukaa na second, kukaa na third. Jehova umetuweka huru, umetuweka hai, na tuna jambo la kukushukuru. We want to thank you. Dear Lord, tupokea shukrani hii. Pokea hizi shukrani Bwana. Tumetembea na magari, tumekuta maajali mengi, barabara bahari ambayo wengine walikufia pale, sisi tulipitia pale, lakini Bwana wa rehema hatukupata ajali. Kwa sababu ya huruma zako tunakushukuru Bwana. Twakushukuru Baba wa rehema, watoto wetu walienda shule, wengine hawakuenda, wengine walienda hawakurudi. Jehova tunakushukuru. Twakushukuru Bwana wa rehema, kanisa hili hatukufunga. Tulipofunga Jehova mfalme wa ajabu, wengi walitutazama katika runinga. Twakushukuru kwa hayo. Tulipofungua kanisa, hakuna yoyote aliyepotea, na wale ambao wamepotea tunawaitisha mfalme wa ajabu katika jina la Yesu. Asante Jehovah God. We bless you Lord. We exalt you katika jina la Yesu. Na sasa baraka za Bwana zikae juu ya maisha yako sasa na wakati unapokuja. Mungu akutangulie, Mungu akuhifadhi, that you shall never stumble, you shall never fall down, you shall never fall, because the hand of God is upon you. In the name of Jesus, we bless you the whole of the week till we meet again. We pray that ya kwamba Mungu akuhifadhi, Mungu akulinde, naonekana juu ya maisha yako. Uso wa Bwana ukushangilie katika jina la Yesu. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu zote tuseme amen. Tupigie Yesu makofi.